Tukiachana nayo twende katika mengine ni ya kwamba mabingwa wa ligi kuu ya Kenya Gor Mahia watamanyana na Rayon Sports ya Rwanda katika fainali ya kombe la Sekafa Kagame baada ya kuiondoa Al Hilal Omdurman ya Sudan kwa ushindi wa penalti ya 8 dhidi ya 7 kufuatia pambano lililokuwa na ushindani mkubwa. Rayon Sports ilihitaji tiketi ya kucheza fainali baada ya kuichapa Jamaas ya Sudan Kusini mabao 3-1 katika nusu fainali ya pili. Fainali hiyo itachezwa kesho kule Kigali, Rwanda. Na tukisalia kwenye masuala hayo, tuingie kwenye masuala ya WAFCON ya wanadada. Ni ya kwamba Tanzania imeaga michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON baada ya kufunga bao 2-1 na Ivory Coast katika mechi ya kusikitisha. Tanzania ilihitaji sare pekee ili kufuzu kwa hatua ya robo finali, lakini ilijikuta ikifunga bao 2-0 kabla ya kupunguza pengo kupitia mkwaju wa penalti katika dakika za nyongeza za mchezo. Kwa hivyo sasa ni kwamba Tanzania wameweza kuiaga michuano ya WAFCON. Na tumalizia na habari ya kwamba Newcastle United imetangaza Mathias Gisle kuwa kocha wake mkuu mpya kufuatia kuondoka kwa Eddie Howe. Klabu ya ligi kuu ya England ilitangaza hiyo jana. Gisle mwenye umri wa miaka 38 ambaye aliwahi kuichezea timu ya taifa ya Ujerumani ya vijana chini ya umri wa miaka 21 anatua St James Park akitokea klabu ya Al Ahly ya Saudi Arabia. Hata hivyo hajawahi kufundisha klabu katika ligi kuu ya nchi yoyote. Wakati huo nahodha wa Newcastle Bruno Guimaraes anatarajiwa kuondoka klabuni baada ya taarifa kueleza kuwa mabingwa wa ligi kuu ya England Arsenal wamekubaliana kumsajili kiungo wa Brazil kwa ada ya pauni milioni 75. Newcastle itaanza kampeni ya msimu wa mwaka 2026-27 wa ligi kuu ya England kwa kuwakaribisha Liverpool mnamo Agosti 23. Na msikilizaji, mimi kufikia hapo sina la ziada ila kusepa viwanjani. Mimi wanaita beki wa pembeni kulia Ian Ruto. Uwe na siku njema.